Hello, habari za wakati huu. Happy Valentine. Si mnaniona nimevaa Valentine. Yes, happy Valentine watoto wangu, wadogo zangu, wanawake wenzangu, wakubwa zangu. Mnaendeleaje? Naamini mko salama. Leo nimekuja kuwakumbusha wale ambao wako kwenye uchumba, jamani, na Valentine hii. Najua kuna mambo mengi sana mwenzi wako amekudanganya. Lakini mimi nazungumzia yale ambayo wewe unadhubutu kujidanganya. Usijidanganye. Na mambo manne tu. La kwanza, tabia ya mwenzi wako alionayo. Usije ukajidanganya ya kwamba atakuja kubadilika mkishafunga ndoa, mkishaanza kuishi pamoja. Unamuona kabisa mwenzako ni muongo. Alafu unasema atakuja kuacha uongo. Uongo anautumia tu kwa sababu tuko kwenye uchumba. Hawezi kubadilika. Uongo ni tabia yake, atakuwa nayo, na pengine hapo anaitoa kidogo. Atakapoingia ndani ndio atakuwa muongo kweli kweli. Kwa usije ukajidanganya. Kwenye tabia yoyote ambayo unaiona ya kwamba kimekuwa ni kitu ambacho kinakufanya wewe unakosa amani, na wakati mwingine kama wewe una imani kama yangu, unafunga na kufunga. Unafunga kwenye uchumba ili abadilike hiyo tabia. Sasa ukiingia kwenye ndoa, si utafunga mwaka mzima mwanangu? Utapata vidonda vya tumbo. Kama kuna tabia ambayo inakufanya wewe uingie magotini mpaka umwambie Mungu, hii naomba abadilike. Hakubadilika kwa wazazi wake, atakuja kubadilika kwako mwanangu. Sahau. Nikwambia kabisa, sahau. Akiingia ndani ile tabia ambayo unaiona hapa anaifanya, akiingia ndani ndio makucha sasa anayaachia. Yes. Hata badilika. Yaani kama hapo ulikuwa unafunga siku moja, nafunga moja kavu, nafunga mbili kavu, tatu kavu. Yaani huko sasa utafunga mwaka mzima. Kwa sababu ndio anajiachia kwamba sasa mimi nilikuwa kwenye mawindo. Kama kuku, kama umewahi kuona kuku wa kienyeji anavokamatwa, anategeshewa mahindi, anarushiwa, akiingia kwenye 18 zake akishamdaka. Kule ndo anakamatwa, anachinjwa. Kwa hiyo na wewe watch out. Kama kuna tabia ambayo inakukera, usijidanganye. Hilo la kwanza. Usijidanganye ya kwamba atakuja kubadilika. Achana nalo. Ni mvivu. Yaani unaona kabisa mwenzi wako ni mvivu jamani, na linakukera. Hivi ataacha lini uvivu? Ila akiingia ndani atakuwa na majukumu, basi ataacha uvivu. Na nikakwambia, mama yatakulemea, baba yatakulemea. Utaanza kuambiwa kila kitu na vingine vya kwake ambavyo anatakiwa afanye yeye, atakwambia fanya wewe. Uwe baba, uwe mama. Kama ana tabia ya uvivu unasema atakuja kuiacha. Yaani tutakapoanza tena na kuwa na familia, yaani hii ataacha. Hataacha. Ndio itazidi. Na ndio na majukumu yanakuwa yamezidi kwa sababu na familia imeongezeka. Kuna shemeji amekuja, sijui kuna wifi, sijui kuna nani kaja. Wewe. Jitenge. Furahia Valentine alafu anza kuachia taratibu. Anza kuachia. Usijitese mtoto wangu. Naanza kufunga mtoto wa kiume. Nafunga kabisa, unasema mimi nikishamuingiza kwenye 18 zangu, ataacha. Mimi nakwambia huyu demo ataacha. Haachi. Ndio ataenda kukufungulia makucha. Utachanganyikiwa. Wewe dadu unayesema nikishamweka kishanioa ndani ndio nitakuwa nimeshaingia ndani. Atanyooka. Utanyooka wewe kwa kufunga. Ndio nakwambia. Sherekeni Valentine. Hi baby, sweetie, sio nini, lakini huku kijua mimi ili tabia hapana. Kwa hiyo mwanangu, usijidanganye hata kidogo. La pili, anajitahidi kukuweka mbali na marafiki na ndugu zako. Anataka muwe bize wewe na yeye tu. Halo?
Usijidanganye kwamba atabadilika. Mimi nikiingia ndani ndio tena marafiki zangu nitakuwa na uhuru na ndugu zangu watakuwa huru na nini. Kwa hiyo haina shida. Mwenzio anafanya hivyo ili mkiingia huko ndani akifanya chochote usiwe na nafasi hata ya kumwambia ndugu yako. Ndugu yako atakwambia kwani hivi vitu inakuaje? Yaani ilikuwaje? Marafiki zako hawezi kukupa msaada, ndugu yako wala rafiki yako wala yeyote, kwa sababu anataka kuficha yale madudu yake. Kwa hiyo anajitahidi sana kukufanya wewe uwe mbali na ndugu na marafiki. Yaani utafikiri wewe umetoka kwenye kituo cha watoto yatima. Wewe una ndugu zako bwana. Wewe una marafiki zako bwana. Tena ambao mmeshibana. Kwa nini anataka muwe mbali? Iwe ni wa kiume au wa kike. Kwa nini unataka muwe wewe na yeye tu? Wewe na yeye tu. How? Which? Where? Jiulize mara mbili. Sherekea Valentine, usifunge na kuomba kwamba apende ndugu zangu, awafurahie marafiki zangu, yani awachangamkie marafiki zangu, awapende ndugu zangu. Kwa kweli Bwana mbadilishe. Wewe Bwana yupi habadiliki, huyo ndio atazidi. Hata kuwekea limitation hata ya kutoka ndani. Hata kuwekea limitation hata ya kufanya kazi. Hata kuwekea limitation mpaka ya kufanya biashara. Hujawahi kuona mwanaume kafungiwa ndani? Utakuja kuona. Kama unafikiri mimi nakudanganya. Wewe huyo mwanamke anakuambia tu hivyo, mimi sipendi shemeji, sijui simpendi sijui nini. Sijui mwanamke anakuambia mimi simpendi wifi, sijui mimi simpendi wewe kila mtu ampendi. Yeye ndio hapendeki. Watch out. Usijidanganye katika hilo ukafikiri kwamba linapita tu. Nikiingia ndani atachange. Unchangeable. Hiyo ni tabia yake na hapo amekuonyesha kidogo tu. Lakini ukiingia ndani atalidhibiti sawa mpaka utashangaa. Kingine cha 3. Atahakikisha na kudhibiti kwa kukuletea zawadi na kila wakati muwe pamoja, kukupigia simu kila wakati uko wapi, kukubana, yani anakubana kisawasawa ili wewe usipate nafasi hata ya kumchunguza, wala hata usipate nafasi hata ya kumuona ubaya wake. Wewe unasema huyu ndio nimepata, wewe unajidanganya. Lazima akupe space. Lazima wewe upate space ya kumchunguza, ya kumwangalia, ya kujua kiundani. Wewe kila ukileta hadithi ya upande wa kwao, anakuyeyusha tu, analeta hadithi nyingine. Taanza kukamata na inzi na kumuuliza, jamani hivi huyu ndio huyu kweli? Mwenzio anaficha mambo yake, ndio maana hataki wewe upate space hata ya kumhoji. Yani wakati wote amekubana, tutoke outing, kazini, sijui wapi. Yani amekubana simu kila dakika. Usiona anakufanyia hivyo, ni anafunika mambo yake. Usijidanganye ya kwamba huyu ananipenda sana ndio maana hataki kupata space na mimi. Mtu ambaye anakubana upate space hata ya kumchunguza, hata ya kuangalia mwenendo wake, hata huko kwa ndugu zake. Ukimuuliza tu vya ndugu yake, yuko tayari hata kuua watu ambao wako hai. Anakuambia mimi sina. Yaani hata ndugu sina. Hana ndugu kivipi? Kumba na ukoo mkubwa tu. Ana marafiki kibao. Kuna vitu anahaidi. Usijidanganye kwamba ndio anakupenda sana. Acha vile anavyokudanganya. Yaani hivyo wewe usijidanganye wewe. Yaani mimi hapa leo nipo kwa ajili ya wewe na nafsi yako. Kujidanganya kwamba nikiingia ndani hivi vitabadilika. Havitabadilika. Vitakuwa zaidi. Cha mwisho na cha 4. Hilo ambalo watu wengi wanaingiaga hapo wanachanganyikiwa. Wewe unaanza kuiga kwamba mimi naingia kwenye ndoa hii kwa sababu dada yangu iko hivi, ndoa iko hivi, alafu mdogo wangu ndoa iko hivi. Kwa hiyo mimi nikiingia hapa ndoa yangu itakuwa hivi. Ndoa ni majukumu. Ndoa kila mtu ni pepa yake. Ndoa ni mitihani ambayo inahitaji majibu yenye hekima kutoka kwa Mungu. Kila mtu ana mitihani yake. Ni shule.
Sasa shuleni, unajua unapoenda shuleni, kila mtu hapa anayeniangalia, anayenisikiliza, ameshaenda shule. Shuleni kuna homework na kwenye ndoa kuna homework. Kama huku kwenye uchumba na kupaga homework ambazo unafeli, usije ukafikiri utafaulu ukiingia ndani. Usije ukapewa test ukawa unazifeli huku kwenye mahusiano ukafikiri utafaulu kule kwenye ndoa. Usije ukajidanganya. Kwenye ndoa kuna homework, kuna testi, kuna majaribio ndio testi, kuna ile mitihani yenyewe, kama ni barabara unaambiwa kuna handaki, kuna kona, yani unafika pale na gari ujielewi. Ni kwenye kona alafu kuna handaki. Hujui huko mbele kuna kuja kitu gani. Sasa kama vinaanza kutokea kwenye uchumba alafu wewe unachukua hatua kwamba hivi vinafanyika tu sasa hivi, lakini nikiingia kwenye ndoa huyu ni mswiti, kwa kweli havitafanyika. Usijidanganye mtoto wangu. Please. Sherekea hii Valentine, malizana naye, anza kwenda taratibu, unatoka. Ukishaona kuna mtihani mzito ambao umekumbana nao, hujaingia kwenye ndoa, jiweke kando. Anza kujitoa pole pole mpaka mwisho umejiondoa. Usije ukajiingiza ukasema mimi nitaingia kule ndani. Wengi wakiingia wanaanza kusema yani mimi hili sikulijua, ila linionyeshaga, ila kipindi fulani kuna katesti fulani alifanya. Ndio alifanya. Alafu wewe ukafikiri ni katesti tu anafanya kwa sababu mko kwenye uchumba. Please. Kama kuna testi yoyote unaiona kwamba hutaivumilia mpaka kifo kiwatenganishi, please, anza kujiweka kando. Lakini kama unaona ni mtihani amekupa, umeufaulu, ni testi amekupa, umefaulu, 80, 81, 90, umefaulu, kuna mashimo, hapa kuna jiwe, hili nikiweka jiwe hapa napita, hii kona napita, well and good, continue. Na watakia kila laheri, yani kila laheri. Mimi napiga makofi, yani ndoa ni nzuri, ni tamu. Kama utakuwa umekwenda kwenye ndoa hujajidanganya na chochote ya kwamba hiki nimekiona alafu kwenye ndoa hakitakuwa, no. Lakini kama vyote umeviona na vile ulivyoviona umevifaulu, ukasema hiki, kwa sababu barabara ndefu haikosi kona. Sisemi kwamba ndio tambalale, hamna kugongana, hamna kupishana, hamna kwenda kwenye kona, hamna mashimo, hamna kokoto, hamna barabara ya rafu. Sijasema. Nimesema hivi, kama kuna kitu ambacho unajidanganya kwamba kinafanyika sasa hivi, nikiingia ndani hakitafanyika, hivyo ndio nimesema katika hivyo vitu vinne zingatia. Kama unaona kwamba vinafanyika sasa hivi kwenye ndoa havitafanyika, usijidanganye. Lakini kama vinafanyika, unasema hiki ni kitu kidogo tu, hata kama kitafanyika unakifaulu na una uwezo wa kwamba mimi nitakuwa nacho na nitakiweza na nitakivumilia na ninakimudu na ninajua jinsi ya kukipeleka, jinsi kitakavyokuwa, nitakiweza kukibeba, kiko ndani ya uwezo wangu. Bravo! Nakupigia makofi yote mwanangu. Panga mipango ya ndoa, panga mipango ya kwenda kufanya ndani ya ndoa, kuwa na familia bora, kuwa na maisha bora yenye mafanikio, na watoto kulelewa katika msingi bora, katika njia inayowapasa, wanakuwa wake bora, waume bora. Makofi kwenu, kila laheri, na mtanialika kwenye ndoa zenu. Kwa leo nimeishia hapa. Nawapenda sana, msiache kushare, msiache kusubscribe, msiache kucomment. Karibuni sana. Bye.